Ni nani waliomuua Imam Hussein? Je, ni Mashia au ni wengine? Hapa tunawatajia vikosi ambavyo vilihusika katika mauaji ya Imam Hussein. Kikosi cha kwanza ambacho tunakutajia ni kikosi ambacho kinaitwa Al-Katiba Al-Bukharia, na hichi Al-Katiba Al-Bukharia kimeletwa na Ubaidullah ibn Ziyad wakati yeye alipokuwa ni kiongozi, ni mtawala wa Basra. Alienda kupigana nao, alienda akapita Khurasani na mpaka kufika Bukhara, alipigana nao na akawa amewashinda, na akawa amekuja nao mpaka Basra, akawa anawatumia katika nini, kuwasumbua na kuwaweka sawa Mashia ambao walikuwa katika maeneo hayo. Sasa hawa walikuwa na ujuzi gani? Hiyo ilikuwa ni katika mwaka wa 54 Hijiria. Katika mwaka wa 61 Hijiria aliwatumia pia katika vita hivi vya Karbala, ambapo alikuja nao watu 2000 ambao walikuwa ilikuwa ni kikosi mahsusi ambako kimekuja na walikuwa na majukumu, na kiongozi wao alikuwa ni huyu Harmala ibn Kahil. Yeye alikuwa ndio kiongozi na alikuwa mjuzi sana wa kutupa mishale. Sasa hao walikuwa na majukumu, na ukifuatilia historia unapata ya kwamba mishale yao ilikuwa wanapiga kutoka masafa makubwa sana. Walikuwa na ujuzi wa kutupa mishale na walimpiga sana Imam Hussein mpaka kiasi Imam Sadiq anasema ya kwamba mwili wake ulikuwa umebadilika ukawa ni kama ni nungu, yani kutokana na mishale mingi ambayo ilipatikana. Alikuwa na majeraha zaidi ya 300 ya mishale, na Abul Fadl Abbas vile pia ndio alikuwa katika ile hali. Na pia Imam Hussein, ule mshale ambao ulikuwa na ncha 3 ulioingia kwenye moyo wake, ambao ulishinda hata kuutoa kwa upande wa mbele, ikabidi usukume upande wa nyuma ndio ukatoka kwenye upande wa nyuma ya mgongo wake. Huo ulikuwa umetupwa na huyo Harmala ibn Kali, ambaye wanasema alikuwa ni Asadi, yani katika Banu Asad ambao ni Waarabu, lakini kikweli ni kwamba yeye alikuwa si Asadi, bali alikuwa ni katika hao watu wanaotoka Uzbekistan. Hichi ndicho kikundi cha kwanza au kikosi cha kwanza ambacho tunataja kilichohusika katika mauaji ya Imam Hussein.